بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في قسمة فيء كما فعل ذو الخويصرة. Haijuzu kwa yoyote kuwakashifu viongozi, si kwa kusimamisha hadi dhidi yao wala kwa kugawanya fai kama alivyofanya Dhul Khuwaisira. Tumeelezea wiki iliyopita aqida hii ya Ahlusunnah wal Jamaa: الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. Jihadi inaendelea mpaka siku ya kiyama pamoja na kiongozi mwema na muovu. Kwa anasema laisa li ahadin an yata'ana alaihim, haijuzu kwa muislamu yoyote kuwakashifu hawa viongozi, la fi iqamati haddin wala fi qismati fai'in, si kwa kusimamisha hadi wala kugawanya fai, kama faala Dhul Khuwaisira, kama alivyofanya Dhul Khuwaisira. Hadha rasul khawarij, aliyemwambia Mtume sallam baada ya kuwa anagawanya ghanima, akamwambia hadhihi alqisma lam yurad biha wajhu Allah, mgawanyo huu unaogawanywa haukukusudiwa uso wa Allah. Kwa kama anamwambia Mtume unadhulumu unavyogawanya, Mtume akamwambia waman ya'dil idha lam a'dil, nani atafanya uadilifu kama mimi sijafanya uadilifu. Dhul Khuwaisira ndio rasul khawarij, ndio chanzo cha makhawarij, aliyemwambia Mtume sallam maneno hayo machafu. Hatimaye Mtume akaamrisha auawe huyo Dhul Khuwaisira, kwa sababu ndiye mwanzilishi mkuu wa kikundi kile cha makhawarij, ambao itikadi yao kubwa ni kutoka katika taa ya viongozi. Wa yulaysa li ahadin an yata'ana alaihim, haijuzu kwa muislamu yoyote kuwakashifu viongozi, la fi iqamati haddin wala fi qismati fai'in kama fa'ala Dhul Khuwaisira, kama alivyofanya huyo Dhul Khuwaisira. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، لأن الحاكم المسلم له أن يجتهد في قسمة الفيء له ذلك. kutoa sadaka, kutoa zaka na kuwapa viongozi ni jambo linafaa na linapita, kwa sababu hakim muislamu, kiongozi muislamu, yajuzu ajitahidi katika kugawanya hiyo fai, inajuzu kwake hilo. Wadaf'u sadaqati ilayhim jaizatun nafidha, kuwapa sadaka, kuwapa zaka ili wao ndio wasimamie mgawanyo wa zaka hiyo. Jaiza, ili jambo linafaa, nafidha linapita. Man dafa'aha ilayhim ajza'at anhu, atakayewapa hawa viongozi zaka ili wagawanye wao inamtosheleza. Man dafa'aha ilayhim ajza'at anhum, mwenye kuitoa zaka akawapa viongozi wao wasimamie mgawanyo wa zaka hizo, ajza'at anhum, zaka hiyo anhu inamtosheleza. Hii ndio ilikuwa asli. Wale matajiri wanapeleka zaka zao kwa kiongozi, yule kiongozi ndiye anayechagua watu wa kupeleka zaka, peleka pale, peleka kule, peleka pale. Viongozi ndio wanasimamia ule mgawanyo wa zaka, sio yule mwenyewe mtu tajiri mwenye kutoa zaka na kupangisha watu foleni. Viongozi wao ndio wanaosimamia mgawanyo huo wa zaka. Kwa mtu anayewapa viongozi zaka yake, ajza'at anhu, inamtosheleza. Wao ndio wana jukumu la kugawanya zaka hiyo kwa wale wastahiki wa kupewa. وفي مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام الشافعي يفرقون بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن.
na katika madhehebu ya Imamu Ahmad pia madhehebu ya Imamu Shafi'i wao wanafarikisha baina ya zaka ya dhahir na zaka ya ndani. Wayarauna anna zakata dhahir liwaliyi al-amri, na wanaona kwamba zaka ya dhahir hii ni ya kiongozi. Kiongozi ndiye anastahiki kugawanya zaka hiyo ya dhahir. Wa zakata al-batin mithla adh-dhahabi wal-fidda wa urud at-tijara hadhihi li nafsi ma yamliku an-nisaba min az-zakah. Zaka ya ndani mfano zaka ya dhahabu, zaka ya fedha, zaka ya bidhaa za biashara, hadhihi li nafsi man yamliku an-nisaba min az-zakah, hizi ni za nafsi ya yule anayemiliki kiwango cha zaka. Yule mwenyewe ndiye anayegawanya, sawaun dhahaban au fiddatan au tijaratan lahu an yukhrijaha bi nafsihi, sawa hiyo ni dhahabu au fedha au ni biashara, yeye ataitolea zaka nafsi yake. Sababu hii ni zaka ya batin, ni ya ndani, kwa hiyo yeye aitolee nafsi yake huyu anayemiliki kiwango hicho cha dhahabu na fedha, au ana biashara zake, bidhaa za biashara, yeye mwenyewe ndo anejua, kwa hiyo yeye aitoe mwenyewe. Lakini ile zaka ya dhahiri, mtu anajulikana kwamba ana mali, anazitoa ile mali zake au zaka zake ampe yule hakim, yeye ndo anastahili kugawanya. Wa ba'dhum yufaddilu an yukhrijaha bi nafsihi liyatma'inna annaha wasalat ila almustahiqin. Baadhi ya watu wanafadhilisha uzitoa zaka wenyewe, ili atulizane kwamba zaka zile zimewafikia wale wenye kustahiki. Baadhi ya watu yufadhilu an yukhrijaha bi nafsihi, anafadhilisha kutoa zaka mwenyewe, hata hiyo zaka ya dhahir anaitoa mwenyewe, liyatma'inna annaha wasalat ila almustahiqin, ili awe na utulivu kwamba zaka ile imewafikia wale wastahiki wa kupewa zaka. Sasa hii ni ikiwa ni mkweli, ikiwa mtu mwenyewe ni mkweli, mali aliyoitoa akapiga mahesabu, kile kiwango kinachotolewa ni cha kweli, hapo ataitoa mwenyewe, awafikishie hao wanaostahiki kupewa zile sampuli 8 zilizo katika aya suratu Tauba, awape mwenyewe. Lakini ikiwa watu hawaaminiki, ndio hakim atasimamia mambo hayo. Hakim ndio anayeshughulika kumpeleka mtu akapiga mahesabu yule tajiri, tajiri huyu zaka yake itakuwa ni 1,000,000, tajiri huyu kwa mali zake zaka yake ni 5,000,000, huyu anatakiwa atoe. Lakini wakisimamia wenyewe, kumbe ilikuwa atoe 5,000,000, anatoa 1,000,000, ilikuwa atoe 1,000,000, anatoa 20,000, watafanya hivyo. Lakini kama mtu anajiamini mwenyewe, anapiga mahesabu na yuko sawa, atoe mwenyewe, sawa, atoe mwenyewe, lakini kile kiwango ambacho kinastahiki kisheria akitoe, asizuie akafanya ubakhili. Hili ni janga kwake, sababu zaka ile inamsafishia mali zake, zaka ile inamtilia baraka mali zake. Kwa ikiwa atafanya ubakhili na kuficha baadhi ya mali, ajue anajimaliza mwenyewe na kutia ukorofi mali zake. قال الشيخ ربيع: ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر فإن ذلك جائز. Lakini pamoja na hili kwamba anafadhilisha kuitolea mwenyewe nafsi yake ili awe na utulivu kwamba imewafikia wale walengwa, lakini pamoja na hivyo, lau angeitoa zaka akampa kiongozi, fa inna dhalika jaiz, hilo linafaa. Kiongozi ndio atasimamia ampe nani anayestahiki. Amma law talabaha waliyul amri fa'ala an-nasi an yu'adduha ilayhi, ama lau zaka hizo anazitaka yule kiongozi, ni lazima watu wampe kiongozi huyo. Sasa amma law talabaha waliyul amri fa'ala an-nasi an yu'adduha ilayhi, lau yeye mwenyewe kiongozi anazitaka, wale matajiri anataka wamletee yeye kiongozi ndiye atakayesimamia,
ni lazima sasa matajiri wale wampe huyo kiongozi zaka zao. Wa idha mtana'u an adaiha lahu an yuqatilahum, wakikataa kumpa sasa yajuzu kwake kuwapiga vita wale hao wanaokataa kumpa zaka, kama qatala as-sahabatu mani'i zaka, kama masahaba walivyowapiga wale wenye kuzuia zaka, wasiotaka kuzipeleka kwa viongozi zikagawanywa, waliwapiga vita vya kuuana hasa. Kwa hii ni ikiwa yule kiongozi ametaka wale matajiri wampelekee yeye zile zaka, hapo wakikataa ndio yajuzu kiongozi huu kuwapiga vita wale, sababu wanakataa haki za Allah. Qala wa salatul jum'ati khalfa. Sasa hivi hakuna jambo la kiongozi. Sasa hivi hakuna viongozi wa Kiislamu wanaopewa hizo zaka wakazigawanya wao. Sasa hivi matajiri wanagawanya wenyewe, waangaliwe uadilifu wao, sababu hakuna kiongozi. Sasa ni uadilifu wa huu tajiri na dhulma zake. Atatoa mali inayostahiki kutolewa, au atachenji 50 zile mpya awape watu wapangishe foleni, kina mama awapa 50 hawezi hata kununua unga wa sima. Utampaje mtu zaka ya mwaka mzima mpa shilingi 50? Sasa hii ni kwamba wameachiwa wao, wanaangaliwa wale matajiri uadilifu wao, watafanya uadilifu au watafanya dhulma. Sasa ni uadilifu huo kumpa mtu zaka shilingi 50 Qala wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaiza. Salatul jum'a nyuma ya kiongozi na nyuma ya yule aliyemtawalisha inafaa, sala hiyo ni jaiza. Yani salatul jum'a khalfa al-imami wa khalfa man wallahu min al-umara wal qudah wa a'immati al-masajid yaqulu jaizatun baqiyatun tamma rak'atan. Anakusudia salatul juma, kusali salatul juma nyuma ya kiongozi. Kiongozi ndio imamu, watu wengine ni maamuma. Kusali hilo inafaa, kiongozi ndio imamu. Wa khalfa man wallahu, na nyuma ya wale aliowatawalisha yule kiongozi, minal umarai, katika maamiri, wal qudati, na makadhi, wa aimmatil masajid, maimamu wa misikiti waliowekwa na kiongozi huyo, yajuzu kuswali nyuma yao. Yaqulu jaizatun baqiyatun tammatun rak'atayn, hilo linafaa na lenye kuendelea mpaka kiyama, na imekamilika rakaa 2 salatul juma, ikiwa ni yeye kiongozi mwenyewe ndio imamu au wale aliowatawalisha, makadhi wake, maamiri wake, maimamu wa misikitini ambao wamewekwa na kiongozi. Isiwe chana imamu yule kawekwa yule bwana, imamu yule katawaliwa yule na kiongozi. Hakuna, inajuzu kiongozi mwenyewe anaweza kuwa imamu na watu wakamfuata. Je, waliotawalishwa na kuwekwa na yeye? Haya mambo yote yapo, ni katika itikadi za Waislamu, itikadi sahihi. Rak'atain yani hadhihi aljum'a, hii jumaa. Wa man aadahuma fahuwa mubtadi, mwenye kuirudisha sala hiyo ya Ijumaa au rakaa hizo 2, huyo ni mzushi. Wa man aadahuma fahuwa mubtadi, mwenye kuzirejesha rakaa hizo 2 huyo ni mzushi. Qala ba'dhu an-nasi yu'idu salata al-jum'a yani li'udhrin fi nadharihi, baadhi ya watu wanairudisha salatu al-jum'a, wanasali tena, anakusudia kwa udhuru katika maono yake. Yani imma li'annahu ma balagha al-adad al-40 wa imma li'anna al-imama yara salatahu laysat sahiha. Anakwenda kuirudisha tena ile sala, anakusudia kwamba aidha haikufika idadi ya watu 40 ile sala, na ima yule imamu anaona kwamba sala yake sio sahihi, yule kiongozi anayesalisha watu sala yake sio sahihi. Wa hadha sharrun min dhalika, hadha mubtadi, hili ni baya zaidi kuliko hilo, huyu ni mzushi. Huyu ni mzushi, anaona kwamba
kiongozi hawezi kuwa ni imamu, hafai kuwa imamu, huyu ni mzushi. Kiongozi anafaa kuwa imamu, anastahili kuwa imamu. Naam, akiwa anajua Qur'ani, akiwa anajua hukumu za sala. Sio mujarradi wa kiongozi hajui lolote ndio awe imamu. Imamu anajua kusoma Qur'ani, anajua sifatu sala, akikosea afanye vipi, huyu ndio kiongozi ambaye ataweza kuwa imamu. Kwa akiwa hivyo anastahili kuwa imamu, hata sala zote watu wasali nyuma yake. Sasa ili kukataa kuswali nyuma ya kiongozi ni ukhawariji, kwamba huyu ni kiongozi, huyu ni mtu wa serikali, hawezi kuwa imamu. Kwa nini hawezi kuwa imamu? Na mtu kasoma, anajua sifatu sala, anajua kusoma Qur'ani, ni Muislamu, kwa nini asiswalishe? Kwa kukataa kuswalishwa na mtu kama huyu ni ukhawariji. Ndio sema hadha mubtadi, anayekataa kuswalishwa na imamu na kiongozi huyu ni mzushi. Hatta law kana al-imamu fil jum'ati mubtadi'an salli wala tu'id, hata akiwa imamu, lau akiwa imamu katika salatu al-jum'a ni mzushi, sali wewe nyuma yake wala usirudishe sala. Walau kana jairan, hata kama lau kana ni dhalim, ni mwenye kudhulumu watu, salli ma'ahu, sali pamoja naye. Ni viongozi wachache sana ni salafiyin, wachache sana. Wengi ni watu wa bid'a, viongozi wengi ni wazushi. Lakini sali nyuma yake, wala tu'id, wala usirudishe swala hiyo. Walau kana jairan, hata kama kiongozi huyo ni dhalim, salli ma'ahu, sali pamoja naye. Wala tu'id, wala usirudishe tena hiyo swala uliyosali nyuma ya kiongozi. Fa in a'adta salata al-jum'a fa anta mubtadi, ukirudisha tena salatu al-jum'a wewe ni mzushi. Hii ndio itikadi sahihi ya kila Muislamu, anatakiwa afuate itikadi hii ya Ahlusunnah wal Jamaa ya kusali nyuma ya kiongozi, hata kama ni mzushi kiongozi huyo. Qala fas-sunnah بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة. Sunna ni kusali pamoja na viongozi rakaa mbili za Ijumaa na kumwabudu Allah kwamba rakaa hizo au sala hiyo imetimia. La yakun fi sadrika min dhalika shay, kisipatikane kitu chochote katika kifua chako kwa hilo. Usitie shaka yoyote katika kifua chako kwa hilo la kusihi salatul Jumaa nyuma ya viongozi. Fasunnatu bi an yusalli ma'ahum rak'atayn wa yadina bi annaha tamma, amwabudu Allah kwamba sala hiyo ya Ijumaa imetimia. La yakun fi sadrika min dhalika shay'un wa fi nuskha shakkun, usitie shaka yoyote katika kifua chako kwa kusihi kwa sala hiyo. Tahrimul khuruji ala a'immati almuslimin, kuharamishwa kutoka dhidi ya viongozi wa Waislamu, kuharamishwa kutoka katika taa ya viongozi wa Waislamu. Qala wa man kharaja ala imamin min a'immati almuslimin, mwenye kutoka katika taa ya kiongozi yoyote katika viongozi wa Waislamu, kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafa, watu walikuwa wamewafikiana kwa kiongozi huyo, wakakiri uongozi wake. Bi ayi wajhin kan, kwa njia yoyote ilivyokuwa, ashakuwa kiongozi kwa njia yoyote. Biridha, kwa kuridhiwa na watu wote, au bil ghalaba, au kwa kumshinda aliyekuwa kiongozi wa aliyopita. Faqad shaqqa hadha al-khariju asa al-muslimin, atakayetoka sasa huyu amepasua, huyu aliyetoka ameipasua fimbo ya Waislamu kwa sababu ya kutoka katika taa ya kiongozi huyu. Faqad shaqqa hadha al-khariju asa al-muslimin wa khalafa al-athara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pia amekhalifu athar, hadithi kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Huyo aliyetoka, fa immata al-khariju alayhi mata mitatan jahiliya, akifariki huyo aliyetoka katika taa ya kiongozi atakufa kifo cha kijahilia. Fa immata al-khariju
akifariki huyo aliyetoka katika taa kiongozi kabla ya kutubia akafariki, mata mitatan jahiliya, atakufa kifo cha kijahiliya. قال الشيخ ربيع حفظه الله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية. Mtume anasema mwenye kufariki na hakuna katika shingo yake bai'a, huyo atakufa kifo cha kijahiliya. Wa man kharaja min at-ta'a, na mwenye kutoka katika taa ya kiongozi, mata mitatan jahiliya, pia huyo atakufa kifo cha kijahiliya. Fala yajuzu al-khuruj, kwa haifai kutoka katika taa ya kiongozi yoyote. Waqala hadha fi khilafati Yazid, sema hii katika ukhalifa wa Yazid. Wa ta'rifuna hala Yazida, na mnajua nyinyi hali Yazidi alivyokuwa. Wa ma'a dhalika Ibn Umar radhiyallahu anhu ra'a al-khuruj alayhi, aliona kutoka katika taa ya kiongozi huu Yazid nakthul lilbay'a, wa kuvunja ile bai'a yake. Wa man kharaja alayhi wa mata ala dhalik mata mitatan jahiliya, mwenye kutoka katika taa huyo yake na akafariki juu ya hilo atakufa kifo cha kijahiliya. Kwa hiyo haifai kutoka hata kiongozi akiwa dhalim, haifai kutoka hata kama kiongozi akiwa asi, haifai kutoka katika taa ya kiongozi huyo. Qala wala yahillu qitalu sultan, si halali kumpiga vita huyu kiongozi. Wala alkhuruju alayhi li ahadin minan nas, wala kutoka katika taa yake kwa mtu yoyote katika watu. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi' ala ghairi sunnati wat tariq, mwenye kufanya hilo huyo ni mzushi na yuko katika isiyokuwa sunna ya mtume na njia isiyokuwa ya mtume. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq, mwenye kufanya hivyo akatoka katika taa ya kiongozi, huyo ni mzushi, yuko katika isiyokuwa sunna ya mtume na njia ya mtume. Qala Sheikh Rabi' hafidhahullah lianna al-khuruj alayhi mukhalifun lin-nusus ath-thabitah ani nabii sallallahu alayhi wasallam, sababu kutoka katika taa ya kiongozi kuna khalif nususi, hadithi zilizothubutu kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mukhalifun li aslin adhimin min usuli ahli sunnati wal jamaa, pia jambo la kutoka katika taa ya kiongozi lina khalif msingi mkubwa katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Hatta law kana kafira la takhruj alayhi, hata lau kiongozi alikuwa ni kafiri pia usitoke katika taa yake. Hatta lau kana kafira, hata lau kiongozi alikuwa ni kafiri, la takhruj alayhi, usitoke katika taa yake, maadamu haamrishi maasiya, haamrishi kumwasi Allah. Hata kama kiongozi kafiri unatakiwa umsikilize na umtii, hajaamrisha maasiya. Illa idha kana hunaka qudra wa hunaka maslahatu rajiha wa laysa hunaka mafsadatu rajiha, asema isipokuwa ikiwa kuna uwezo wa kumuondoa kafiri huyo na pia kuna maslahi yenye nguvu kwa Waislamu na hakuna ufisadi wowote wenye nguvu utakaotokea. Haya ni masharti ya kumtoa kiongozi kafiri. Ikiwa kuna uwezo wa kumtoa, Waislamu wana nguvu na kuna maslahi yenye nguvu kwa kumtoa na hakuna ufisadi wowote wenye nguvu utakaotokea hapo. Lakini ikiwa hakuna moja katika hili, Waislamu wafanye subra, wafanye ibada zao, maadam kiongozi yule hawaamrishi kumwasi Allah, wamtii, wamsikilize. Sema hinaidhin idha amkana at-takhallus minhu fadhaka wa illa fal aslu sabru, hapo ikiwa kunawezekana kujinasua na kiongozi huyo ambapo kutakuwa na maslahi kwa Waislamu, hakutakuwa na ufisadi wowote,
dhidi ya Waislamu, hapo itawezekana hilo, sawa, ni kumuondoa. Vinginevyo asli ni kusubiri Waislamu, wa illa fal aslu sabru, vinginevyo asli ni kusubiri Waislamu. Ndio hizi zama zetu, asli ni kusubiri Waislamu. Wana uhuru wa kufanya ibada, wana uhuru wa kufanya dawa, wafanye subra. Hakuna kwamba tutaka haki zetu. Haki gani mlizo nazo nyinyi? Kwa nini nchi yenu hii mkataka haki zetu na maandamano? Haki zenu zipi? Kuna haki kubwa kuliko watu kufanya ibada, uhuru wa kufanya ibada? Hakuna haki kuliko hii bwana. Tuna uhuru mkubwa wa kufanya ibada. Kwa hiyo hatuna sababu sasa hivi ya kutoka katika taa ya viongozi hawa makafiri, hatuna sababu. قال أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يروا الكفر البواه. hiyo ilikuwa ni hukumu ya kiongozi kafiri. Sasa ama wa huwa muslim, ama kiongozi huo ni muislamu, fama dama fi dairati alislam wa ma dama yusalli, muda wa kwamba kiongozi huo yuko katika daira, gurudumu la Uislamu, bado hajatoka katika Uislamu, bado anaendelea kuswali, fala yajuzu alkhuruju alayhi hatta yarau alkufra albawah, haitafaa kutoka katika toa yake mpaka waone ukafiri wa wazi. Fayakhruju bishuruti allati dhakarat, atatoka kwa dhukirat, atatoka sasa kwa masharti hayo yaliyotajwa. Ikiwa kuna uwezo, ikiwa kuna maslaha rajiha, hakutakuwa na mafsada rajiha, hapo yajuzu sasa kumtoa huyo kafiri. Lakini vinginevyo fal aslu sabru, asli ni kusubiri Waislamu wafanye ibada zao bila kufanya balbal na fujo katika nchi zao. أسئلة الدرس. السؤال الأول: إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ Asema swali la kwanza, mtu yoyote akizungumza katika watu hawa sasa, akiwazungumza masahaba, yani akizungumza maneno dhidi ya masahaba, hal naqulu inna kalamahu min babi takallumi ba'dhi as-salafi fi ba'dhi as-sahaba? Je, maneno yake itakuwa ni katika upande wa kuwazungumza baadhi ya salaf, kuwazungumza baadhi ya masahaba? Kaifa naruddu ala hadhihi shubha, tutairudi vipi na kuijibu shubha hii? Aljawabu: alladhi yatakallamu fi as-sahaba min as-salaf humul khawarij war-rawafid, wale wanaozungumza masahaba wa kuwazungumza vibaya masahaba katika salaf ni makhawarij, na marawafid. Amma ahlus sunnah fama takallamu fi sahaba, amma ahlus sunnah hawaja wazungumza vibaya masahaba, hawaja wazungumza vibaya masahaba, si masahaba wenyewe, si tabi'un wala atba'u tabi'in, hawaja wazungumza masahaba vibaya. waliowazungumza vibaya masahaba ni makhawarij na hawa marafidh mashia. Fasalafu hadha humul khawarij warrawafidh, salafu wa huyu mtu anayewazungumza vibaya masahaba, salafu wake ni hawa makhawarij na marawafidh mashia. Naam, amma ahlus sunnah wassalaf fawallahi sanu a'rada as-sahaba, ama ahlus sunnah na salafu salih na apa kwa Allah wamezihifadhi heshima za masahaba. Amma ahlus sunna wassalaf fawallahi sanu a'rada as-sahaba, na apa kwa Allah kwamba ahlus sunna na salaf wamehifadhi heshima za masahaba, hawaja wakashifu wala hawaja wasema kwa ubaya. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قوم حفظ الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. Masahaba hawa ni watu ambapo Allah amehifadhi panga zetu na damu zao, basi sasa tuhifadhi ndimi zetu na heshima zao, kama Allah alivyohifadhi
panga zetu na damu za masahaba. Sasa hivi tuhifadhi ndimi zetu na heshima za masahaba, tusiwakashifu masahaba wala tusifanye uovu wowote na kuwazungumza vibaya masahaba. Hii ni kufuatia hadithi ya Mtume sallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Hadithi ya Mtume akikataza waislamu na umma wote kuwatukana masahaba. Leo wanatokea rafidha hawa na makhawarij wanaotukana masahaba, wanakwenda dhidi ya makatazo ya Mtume sallam. Mtume anakataza, wao wanafanya makatazo yale yale ya Mtume. Huu sio Uislamu, sio Uislamu. Mtume akikataza jambo ni kama limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akiamrisha jambo ni kama limeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu makatazo yake na amri zako ni wahi. Amri za Mtume na makatazo yake ni wahyu min Allah. Kwa hiyo la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba wangu. Sasa hawa wanaotukana masahaba moja kwa moja hawana Uislamu wowote. Wanaweza kujitolea muhanga wakaenda kupigana jihadi, hawa wanaotukana masahaba wanaweza hivyo? Wanaweza fadhila za masahaba, wanaziweza daraja walizofikia mpaka wakasifiwa na Allah katika Qur'ani katika aya nyingi. Hawa marafidha wamesifia watu katika Qur'ani. Ni aya gani iliyowasifu mashia? Ni aya gani iliyowasifu hawa makhawarij? Kwa hiyo si Uislamu kuwatukana masahaba, sio Uislamu kuwakashifu masahaba, sio Uislamu kabisa. السؤال الثاني: ما هو القول الراجح في تارك الصلاة؟ nini kauli yenye nguvu katika hukumu ya mwenye kuacha sala? Wama mada sihhati qawli man yaqulu wa man lam yukaffir tarika as-salah faqad waqa'a fil irja'i sha'ara am la, fahal li hadha al-qawli salafun am la? Naona jawabu hili ni refu Hili jawabu litachukua dakika 10 hili. Sio jawabu fupi, ni jawabu refu. Naona tuishie swali thani ili tutalijibu kesho biidhnillah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.